Chama cha Mapinduzi CCM kwa kuendelea kuimarisha chama na jumuiya zake. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Tanzania ndugu Fadhili Maganya MCC ameanza ziara ya siku 3 ya kikazi wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza. Ziara hiyo ikiwa na lengo la kukagua uhai wa chama na jumuiya pamoja na kukagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa kupitia ilani ya uchaguzi ya CCM. Tunakaribisha sana mkoa wa Mwanza na tuna imani kabisa majukumu uliyotuachia kipindi kile cha ziara yako mara ya kwanza na hii mara ya pili umeingia tena, tegemeo kubwa kwamba unatusaidia sana kusaidia chama kukuletea nguvu katika visiwa vyetu. Na leo tena umefika katika ziara hiyo kwenda kwenye visiwa. Mwenyekiti wa mkoa pamoja na mkuu wa mkoa wanasema fanya kazi yako, fanya kazi ya CCM. Kama kutakuwa kuna changamoto yoyote wako pamoja na wewe, na mimi wameniambia nenda, lakini pia mpaka siku yako ya mwisho tutatoka tutarudi mpaka tuhakikishe kwamba umemaliza ziara yako salama na umetimiza malengo ya chama chetu katika mkoa wetu wa Mwanza. Akizungumza baada ya kukabidhi taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM, mkuu wa wilaya ya Ukerewe Mheshimiwa Christopher Ngubiagai ameelezea miradi iliyotekelezwa kupitia ilani hiyo. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi, wilaya yetu Ukerewe ni shwari na tunaendelea vema na shughuli za maendeleo na hasa katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025. Katika awamu hii ya 6 kwenye miaka minne ya Mheshimiwa Rais, wilaya yetu ya Ukerewe imeweza kupokea takribani bilioni 92 katika miradi mbalimbali hasa katika sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya mazingira, kilimo na uvuvi. Na hiyo imeingia tu kwenye halmashauri ya wilaya. Lakini zipo zaidi ya bilioni 152 ambazo zimeingia kwenye sekta ya maji, bilioni 157 kwenye sekta ya umeme na bilioni 362 kwenye sekta ya TARURA kwa maana barabara vijijini. Nimekuja ziara. Na kwa kweli Mwanza sio kwa sababu ni jiografia. Kwa nimekuwa nikidonoa. Nilidonoa kisiwa kimoja. Sasa nimekuja visiwa vingine. Nataka nimalizane na visiwa at least. Siku nyingine nikija labda baadaye huko mwakani huko au miaka ijayo labda nitakuja sasa nchi kavu. Kwa sababu logistics zangu si nyepesi sana, ndio maana unaona watu tunakatalia nchi kavu. Kwa hiyo nimekuja ziara ya kikazi maalum ya operation visiwa na kupata feeling za wanachama na viongozi wa Chama cha Mapinduzi walioko. Lakini lengo la ziara ni kuimarisha chama, kuimarisha jumuiya, kusikiliza kero, kumsemea Mheshimiwa Rais na kuona utekelezaji wa miradi kwa maana ya ilani. Kipekee kabisa nashukuru watu wa Ukerewe kwanza kwa mapokezi mazuri ambayo toka wenzetu tumetangulia huko jana, na imani sisi tumekuja leo toka leo tangulia na sisi tumefika tumepata mapokezi mazuri. Tunashukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, binafsi nikukaribishe tena kwenye mkoa wetu wa Mwanza. Ni ziara yako ya mara ya pili. Ziara ya kwanza tulifanya kisiwa cha Irugwa, kisiwa ambacho viongozi wengi wanaogopa kufika. Lakini wewe ulithubutu. Na sisi ambao hatukuwahi kufika kama alivyosema katibu wetu wa chama mkoa hapa, unatuhamasisha kufika kwenye visiwa ambavyo sisi wenye mkoa au wenye wilaya hawakuwahi kufika. Kwa hiyo nikupongeza na kukushukuru sana. Lakini uliwahi kunidokeza kwamba katika mkoa wangu wa Mwanza ziara zako zitakuwa ni operation visiwa, kwa sababu ndio mkoa pekee wenye visiwa vingi katika eneo letu la kanda ya Ziwa. Sasa sisi tuko tayari kwenda kwa kisiwa chochote ambacho tutakisema tufike, na ambavyo kama alivyosema mkuu wa wilaya na katibu wa chama kwamba wako tayari kufika visiwa vyote ambavyo kuendelea kutatua kero na changamoto za wananchi. Katibu wa CCM mkoa wa Mwanza ndugu Omar Mtua amempongeza mwenyekiti wa CCM wilaya ya Sengerema ndugu Maki Makoye kwa kutekeleza maelekezo ya mwenyekiti wa CCM taifa ndugu Dr. Samia Suluhu Hassan kusikiliza na kutatua kero za wananchi.
Aidha, katibu wa CCM ametoa maelekezo kwa viongozi wa wilaya kuhakikisha wanasikiliza na kutatua kero za wananchi. Mkutano huu wa Sengerema, mkoa mzima wa Mwanza, wenye viti wote wa CCM wa wilaya na viongozi wote wa CCM wa wilaya waige mfano wa Sengerema kusikiliza kero za wanachama. Tunakwenda kwenye uchaguzi. Usiposikiliza kero za wanachama, huwezi ukaenda ukashinda vizuri uchaguzi. Lakini nyinyi mnajiandaa vizuri kwa ajili ya ushindi wa CCM. Hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumevamia mkutano wako huu. Najua ndio ulikuwa katika hali ya kusikiliza kero za wanachama. Na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wetu wa CCM Taifa pamoja na mlezi wetu Dr. Emmanuel Nchimbi wanapenda kuwasikiliza wanachama. Mwenyekiti wetu wa CCM Taifa amefanya kazi nzuri na alisema kwenye sherehe za CCM miaka 48 pale Dodoma, shukeni chini mkawaelekeze wanachama mabadiliko ya katiba, mkasikilize kero zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe umetekeleza maelekezo ya mwenyekiti.